Mlango ni wa 7 na mstari ni wa 3 mpaka mstari ule wa 9. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango ni wa 7, nitasoma mstari wa 3 mpaka mstari wa 9. Kwa lugha ya Kimombo, we are reading from the book of 2 Kings. 2 Kings chapter 7 and verse 3 to verse 9. Na kwa lugha yetu ya nyumbani tuisoma Emungu ya sumbe wa keli na kilungu ni cha mwanza, na tuisoma mstari wa 3 nginya mstari wa 9. And the word of God said, basi kulikuwa kuna watu 4 wenye ukoma katika ingilio la lango la mji. Wakaambiana, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kama tukisema tutaingia mjini kuna njaa, nasi tutakufa humo. Kama tukikaa hapa tutakufa. Kwa hiyo twende kwenye kambi ya Waarabu na tukajisalimishe. Kama wakituacha hai tutaishi, kama wakituua basi na tufe. Mstari wa 5 maandiko yanasema, wakati wa giza la jioni wakaondoka na kwenda kwenye kambi la Waarabu. Walipofika kwenye kambi hapakuwa na mtu, kwa kuwa Bwana alilifanya jeshi la Waarabu lisikie sauti kama magari ya vita, farasi na jeshi kubwa, kiasi kwamba waliambiana, tazama, mfalme wa Israeli ameajiri mfalme wa Haiti na mfalme wa Misri kuja kutushambulia sisi. Kwa hivyo wakaondoka na kukimbia wakati wa giza la jioni na kuacha mahema yao, farasi wao na punda wao, wakakimbia kuokoa maisha yao na kuacha kila kitu ndani ya kambi kama kilivyokuwa. Mstari wa 8 unasema, wale watu wenye ukoma walipofika mwanzoni mwa kambi, wakaingia moja kwa moja ya mahema, wakala na kunywa na kuchukua fedha na dhahabu na nguo, wakaenda kuvificha. Wakarudi na kuingia katika hema jingine na kuchukua baadhi ya vitu kutoka ndani yake na kuvicha pia. Mstari wa 9 na wa mwisho, kisha wakaambiana, hili tunalolifanya sio njema. Hii ni siku ya habari njema, nasi tunakaa kimya kama tukisubiri mpaka mapamzuko. Maafa yatatupata. Twendeni mara moja tukatoe habari hizi katika jumba la mfalme. Mungu alibarikie andiko la kwake. Mungu alibarikie andiko la kwake. Nataka kukuletea neno la Mwenyezi Mungu, na kiini changu ambacho nataka niweze kukiangazia ni kwamba chukua hatua ya imani. Haleluya! Nani uchukue hatua ya imani? Wewe ijalishi maisha yanakufema ama maisha yanakuwa magumu, lakini chukua hatua ya imani. Kwa hiyo Mungu siwe kaleta make, wewe chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Wakati wa mwanzoni maandiko yananiambia ya kwamba hawa sio ndio wa kwanza wala wa mwisho ambao wamehusika kuitwa watu ambao walikuwa na ukoma. Maandiko yananipeleka katika Wafalme wa kwanza ya kwamba kuna mfalme alikuwa anaitwa Naamani, na jamaa huyu alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na unaposoma kabisa, mtu yeyote aliyekuwa na ukoma alikuwa anatengwa, alikuwa anachukiwa. Wacha nikwambie, unaweza kuwa na ukoma kingine ambao watu wanaweza wakakudharau kwa sababu uko nako. Unaweza kudharauliwa kwa sababu kuna ukoma ndani yako. Let me tell you something, ukichukua hatua ya imani, ukoma unaisha tu. Haleluya! Maandiko yananiambia wajamaa hawa walikuwa na ukoma, na kwa sababu enzi zile ukiwa na ukoma unatengwa. Ukiwa na ukoma watu wanakaa mbali nawe. Ni kama vile ukimwi. Wakati wa kitambo ukiwa na ukimwi watu hawangekaa karibu nawe, hawangekula sahani ambayo hawangekulia sahani ambayo wewe umekulia, karai ambayo umeoga nayo hawangeoga nayo, na maisha ambayo ulikuwa unaishi maisha ya kutenga.
wametengwa, na maandiko yananiambia hawa wajamaa wametengwa, wamekaa mahali wasikuwe na cha kukula, mahali pale wamekaa wako na njaa, maana wametengwa, hakuna mtu wa kuwapa chakula hata cha kukula. Let me tell you, wakaambiana tukiendelea kukaa mahali hapa tutakufa, na hata tukivuka mambo nyingine tutakufa. Nataka kuongea na mtu ambaye maisha yake hajui aende mbele ama arudi nyuma. Kuna Mungu, kuna Mungu. Chukua hatua ya imani, chukua hatua ya imani. Nataka kunena na mtu ambaye leo atasema nitachukua hatua ya imani. Wakaambiana tukikaa hapa nani tuweka nama tutakufa na njaa, na tukienda mambo ile nyingine hao watu wa huko watatuua. Tukikaa hapa tutakufa maana tuko na njaa, tukienda mambo ile nyingine maandiko yananiambia kwamba watatuua. Lakini wakaambiana wacha sasa tuchukue hatua ya imani tuende, wakituacha sawa, wakituua pia ni sawa. Haleluya. Unaweza kuwa unakaa maisha watu wanakuonanga tu, wanaona huwezi endelea. Wacha nikwambie, Mungu atakupatia imani moja tu, imani moja tu. Sikia neno la Mungu vile linasema, hawa watu wakaambiana twekalala nitiukaneza natwadi mwigoyongi nimeutua, nikikaa hapa nitakufa na njaa. Praise the Lord. Nikivuka mambo ile ingine, maandiko yananiambia kwamba wakaambiana tutaendelea na kukaa hapa sisi. Nataka kunena na mtu ambaye anasema sitaendelea na kukaa maisha ambaye ninaishi, nitachukua hatua ya imani na nisonge mbele, maana kule mbele Mungu yuko huko. Maana chakula kiko huko, sisi tukifika huko maekati ikalelewa sawa na watu wano sawa, nunu tuendelea ikalama tutakufa bado. Haleluya. Na wakachukua hatua ya imani, na wajamaa wakaanza kutembea. Sikuwa hivyo walikuwa wanapiga stori gani wakiwa kwa barabara, lakini walikuwa wanatembea. Hawa ni watu ambao wako na imani kubwa ya kwamba hautaumaliza mbingi na maratiende teteyese kana nitiumita kana nitukuwa. Na wakaenda wakaanza kuingia, wakaanza kuingia. Mtu ambaye unanisikia, ninakuombea uingie, hata kama watu hawataki uingie, wewe ingia tu. Pale kuna Mungu. The Bible says wakachukua hatua ya imani na wakasema nitudi nono kumukina leo. Nataka niseme mahali ambapo tumetoka, wachana na mahali ambapo tumetoka, wewe zingatia kule wenako. The Bible says wakaanza kutembea na wakaanza kutembea, na kwa sababu Mungu wetu ni wa mpango, the Bible tells me miguu ya Mungu alitia nguvu, miguu ya Mungu aliweza kuipa nguvu ya kwamba makinya mbeka telema mbeka tunduma utakuwa unaingia kwa sababu ya imani. Dunia inatetemeka kwa sababu yako. The Bible says, this is the word of God. Wakasema twekalama awali meutukalipani tukieleza na twakelanga likweyai hao watu watatuua, lakini afadhali tuende tukauawe huko. Kama niendelea iwe maue, afadhali nichukue hatua ya imani nikakufie mbele mbele. Na wakaanza safari. Maandiko yananiambia walipoanza kuingia tu, wale watu waliokuwa wanaishi katika huo mji walianza kutoroka, maana miguu yao Mungu alikuwa ametia nguvu. Ninaomba Mungu atie Mungu wako nguvu. Ninaomba Mungu atie Mungu wako nguvu. Mahali pale utaingia, watatetemeka, watakimbia, na watakuachia baraka mahali pale, na watakuachia neema mahali pale. Biblia inaniambia ya kwamba katika huo mji kulikuwa na mali mingi sana, kulikuwa na vyakula vingi sana, kulikuwa na maisha mazuri sana. Lakini wakati wa jamaa hawa waliingia, the Bible says walipoingia, wale waliokuwa wanakaa katika
mji. Walisikia ni kama maadui wao, watu wa kutoka Misri wameweza kuachiliwa kwa ajili ya kuja kupigana na wao. Kitu walifanya, walichukua hatua pia, wakakimbia kukimbilia maisha yao, kwa sababu wao wenye ukoma wameingia. Wacha nikwambie, inawezekana uko na ukoma wa kupungukiwa, inawezekana uko na ukoma watu wanafikiria uweze ukafika mwisho. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, pokea roho ya kuwa na imani kubwa, na uchukue na usonge mbele. Mahali kuna kusonga kuna kuinuliwa, ukisonga kuna kubarikiwa, ukisonga hakuna kukaa pale tena. Kwa nini tukae hapo? Kwa nini tukae hapo? Walichukua hatua ya imani, na Biblia yake wakati walianza kuingia, wale waliokuwa ndani walikimbia kaenda. Nataka niseme mwaka wa 2026 sisi ambao tunaisikia injili ya Yesu Kristo hii, mahali tutaingia, wale tutakuta watakuwa wanatuondokea, tunaingia in Jesus name. Watakuwa wanatuondokea, tunaingia in Jesus name. Na maandiko yananiambia walipoingia, kumbuka wale wameondoka, kitu kilichofanyika mahali pale ni kwamba walikimbia wakaacha vyakula. Wao jamaa sasa waliingia wakapata chakula cha kutosha, waliingia wakapata magari huko, na ilipofika jioni wakajiambia, jamani, tunafaa kurudi kule tumetoka, maana watu wao wakitupata pia ni shida. Haleluya. Ungaida kuadhima na hiyo ndio kwa vitambia yako na wiki hiyo. Kama na wiki hiyo nenda kuadhima. Kama na wiki hiyo nenda kwa kila mtu. Ndio sio na wiki hiyo. Kuna kwenda kiwango kingine. Walipoingia walikula wakashiba. Nataka niseme hako kwa ukoma ukonako. Jesus anataka uwe na imani. Anataka uchukue hatua ya imani. Anataka uchukue hatua ya imani. Hujui utasomesha watoto na nini? Unasema sasa nikishatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu na nitapea watoto nini? Anapeana pesa, atakupea kwa ajili ya watoto, atakupea kwa ajili ya kazi, atakupea kwa ajili ya kujiendeleza. Si kama kuna mtu ananielewa hapa. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Ya kwamba unapokuwa na hatua ya imani, hawa wajamaa what they did, waliambiana bibi, sisi hatutaendelea na kuangaikia hapa. Wakati leo wanasema hatutaendelea na kuangaikia hapa, lazima nichukue hatua ya imani na nisonge. Yaani mtu anasema ni mpaka nichukue hatua ya imani, ni mpaka niende huko mambo, ni mpaka niende huko mambo. Enda mambo na ubarikiwa huko in Jesus name. Enda mambo na uinuliwa huko in Jesus name. Enda mambo. Unapoanza wiki ya kesho, chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Hao jamaa walijiambia, tukikaa hapa ni kukufa tutakufa, na tukienda watatuua. Lakini wakaambiana, wacha tuende. Wakituua sawa, wakituacha tunaye wazima sawa. Haleluya. Hata wewe nataka nikuombee na kwamba kila lolote litakalo kupata utakuwa unasema, wakiniwacha niishi sawa, wakiniua sawa. Nitaanzisha biashara 2026, nitaanzisha biashara, watake wasitake sawa, walale wasilale sawa. Haleluya. Nitanunua gari, watake wasitake sawa, walale wasilale sawa. Mtu anachukua hatua ya imani. Kuna watu wengine hawezi kuendelea kwa sababu waliambiwa kwao sana sio wako siende, yaani msiwako ukila. Nataka nikutenganisha na hiyo kitu. Amen. Nani alisema uwezi endelea? Kusi maneno ya watu ambayo yana mwisho. Haleluya. Maneno ya watu ambao ikifika usiku wameenda kulala. Yesu anasema, wale ambao mmelemewa na mizigo mizito njooni, maana niko tayari kuwapumzisha. Wale ambao tumebeba mizigo na kuambiwa na watu huko unapoangalia sawa ni yake mwaka wakati ndio igara
haiyabaki. Yake ndio ataweka paki, sio yako. Yake ndio itaenda paki. Na yako itaendelea na kutembea tu. In Jesus name. Praise the Lord. Wakaambia na wana tekala. Nikiendelea na kukaa hii maisha nitakufa. Na nikienda kule kwingine labda waniue, ama kama wataniua ni sawa. Wewe wacha nikwambie, chukua hatua ya imani. Wakati mwingine wacha kusikiza sauti za wanadamu, zitakupoteza. Amen. Wacha wa Mungu. Wacha wa Mungu ni ukwasi. Wamoyana akamua kiboe. Haikuya wamwea. By the way, si lazima uende kushika device wakati unataka kufanya kitu. Especially wakati unataka kujiendeleza. Ukinunua gari, watasema ungenunua shamba ujenge. Ukinunua hiyo shamba, watasema katika hiyo shamba chakula imei huko. Ukienda ukinunua baiskeli, watasema ungenunua pikipiki. Yaani mtu alidhiki. Wewe ambaye unanisikia, ninakuombea Mungu, kile ambacho unataka kufanya ndani ya moyo wako, receive it in Jesus name. Receive it in Jesus name. Pokea in Jesus name. Pokea mamlaka in Jesus name. 2026 chukua hatua ya imani ubarikiwe. Wachana na watu waongee. Wachana na watu waongee. Si hata watu walianza kukusengenya kabla hujazaliwa. Watu walianza kitambo tu wakaanza kukusengenya. Na hata wa leo, no utaweka wa. Kila mtu anatajwa. Ufanye kitu mzuri, wataongea. Ufanye kitu baya, wataongea. Ulale sana uamke saa 2, wataongea. Uamke saa 11, wataongea. Ununue gari, wataongea. Uende miguu, wataongea. Ushukwe nywele vizuri, wataongea. Unyolewe kama Sara, wataongea. Uvae kiatu gani, wataongea tu. Watu kazi yao ni kufanya nini? Sasa wewe chukua hatua ya imani. Toka kwa watu. Enda. Wachana na watu. Maana wataongea tu. Hata kufanyike aje lazima wataongea. Hata ukinyamaza sana, wataongea. Ukiwa mtu wa kuongea sana kama mimi, wataongea tu. Wanasema tumeleta mchungaji mwenye kibelebele, kielele. Simu nasema aje. Na nikiwa nimenyamaza, afadhali yule ambaye alifanya nini? Watu lazima waongee. Hallelujah. Praise the Lord. Wewe usiketishwe na sauti za watu. Usikae ukisikiza sauti za watu. Sauti za watu hufika mwisho. Ishi na sauti ya Mungu. Tembea na sauti ya Mungu. Tembea na imani ya Mungu. Tumeingia 2026. Haijalishi kwamba wateni. Yaani kuna mtu ambaye wabizi kasumbana wakino wao. Yes. Tukagenda na baba hebu zingi. Wayomba. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Chukua hatua ya imani sasa. Tega hiyo nyumba. Enda anzisha hiyo biashara unataka. Enda anzisha hiyo kazi nzuri unataka. In Jesus name. It is my prayer kabla mwaka hujaisha. Tutakuwa tumeinua kanisa ya Mungu. Tutakuwa tumeinua kanisa ya Mungu. Hatutaki kujua kile kinatokea sasa. Hatutaki kujua kile tunataka kuchukua, tunataka kuchukua hatua ya imani. Tunataka kuchukua hatua ya imani. Yaani taambia uwekeo. Yaani wanakuwa na kabeba zaidi. Paune matenda na sherekeo. Wanakuwa kuchukua na kama kama kido. Yesu asema hapo kido si kwa Yesu. Pamoja na kama kama kido. Pamoja na Yesu kwa sababu ni Mungu anaokilia Mungu. Pamoja na yeye anaokilia Mungu. Hata katikati yetu ninaomba kupatikana mmoja inuliwe tu. Mmoja tu inuliwe tu. Mmoja tu inuliwe tu. Sijui ni nani lakini wacha mmoja inuliwe tu. Tutabaki tukiongea tu. Rose Muhando alimba wimbo akisema wacha kidogo. Sio mimi ni Rose Muhando. Kwa pale Tanzania watu lazima wataongea tu. Hata ukianzisha kibanda tu ya kuuza makondomia leo makao, watasema ni wewe ya wapi kaka. Hata tu ukienda ununue kiatu mpya, watasema sisi mbele yake hizi huyu bwana kiita hivi.
Sina mbaza zake kujua kia. Unaye nombe wewe treasure. People ka. Tani people mtu ni mtu tu. Chukua hatua ya imani. Wachana nao. Wachana na wao nyuma. Wewe songa mbele na Mungu. Naye na kinga ya kuwata kwako mpaka utokee Jesus. Nakautia. Kama unataka hivi tunakautia. Na mbele kalaba sana aku. Ona kutika ngome kalaba sana aku. Kwenda angayo take kalaba sana aku. Wewe chukua hatua ya imani. Wacha vile wanasema. Songa na Yesu wako wa 2026. Ni maombi yangu kwamba watu watabarikiwa. Haijalishi, doesn't matter your background. That is, hiyo ni mawazo yetu kama watu. Lakini naye Mungu anasema nini? Because the Bible in the book of Jeremiah says, kwa sababu ninayejua mawazo ninayowaza kwa ajili yenu. Yaani hata kwa milima, Yesu atapanda na wewe. Bwana uwe na imani. Kwa miteremko, hauko peke yako. You have God. You have God. You have God. Uko na Mungu. Chukua hatua ya imani. The Bible says, ilama nikileku, walikula, wakashiba, na hata wakawa na vya kutosha na vya kurudi nazo. Ninaomba ukichukua hatua ya imani ya 2026 usiwahi kosa in Jesus name.